Huko Teherani, ambapo anga lililojaa mvutano na milio ya rada, nguvu za kijeshi za Jamhuri ya Kiislamu ya Irani zimeandika sura nyingine ya mapambano makali yanayoendelea katika eneo la Asia Magharibi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi la Irani kwa kushirikiana na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, limedai limefanikiwa kuangusha ndege 7 zisizo na rubani za kisasa za adui, zikiwemo HIMARS na MQ-9 katika operesheni za kisasa zilizofanyika kwa ustadi mkubwa katika maeneo ya Magharibi na kusini Magharibi mwa Irani. Hatua hiyo imeelezwa na maafisa wa kijeshi wa Teherani kuwa ni ushahidi mwingine wa uimara wa mfumo wa ulinzi wa anga wa Irani ambao umejengwa kwa tabaka nyingine za kiteknolojia ya kisasa, uwezo wa kijasusi na uratibu mkali kati ya vikosi vya ardhini, baharini na angani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mtandao wa pamoja wa makao makuu ya ulinzi wa anga wa Irani uliweza kugundua mapema harakati za ndege hizo zisizo na rubani zilizokuwa zikifanya operesheni za kijasusi na kuchunguza juu ya anga la Irani. Ndani ya muda mfupi, mifumo ya ulinzi wa anga ilitoa majibu ya haraka na makombora maalumu yaliyorushwa kwa usahihi mkubwa yakazipiga droni hizo moja baada ya nyingine. Vikosi vya ardhini vya jeshi la Irani pamoja na vitengo vya ulinzi wa anga vya IRGC vilifanya kazi kwa uratibu mkali, jambo lililowawezesha operesheni hiyo kufanikiwa bila hitilafu. Ndege hizo zilidaiwa kuendeshwa na vikosi vinavyoungwa mkono na utawala wa Israeli pamoja na washirika wao wa Marekani. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kijeshi katika eneo hilo, kuangushwa kwa ndege hizo kunadhihirisha uwezo wa Irani katika vita vya kisasa vya anga, hasa katika kukabiliana na teknolojia za upelelezi na mashambulizi ya mbali. Katika tukio jingine lililoongeza taharuki katika anga la eneo hilo, mifumo ya ulinzi ya Irani pia ilifanikiwa kulenga na kuangusha ndege za kivita za Marekani aina ya F-15E Strike Eagles, moja ya ndege hatari zaidi katika safu ya mashambulizi ya anga ya Marekani. Ndege hiyo ya mashambulizi ya masafa marefu inayotumiwa katika operesheni nyingi za kijeshi duniani iliripotiwa kupigwa na makombora ya ulinzi wa anga ya Irani wakati wa operesheni ya kijeshi iliyokuwa ikiendelea katika anga la eneo hilo. Tukio hilo limeongeza presha kwa Washington na washirika wake, huku wachambuzi wakisema linaweza kubadilisha hesabu za kimkakati katika mgogoro unaozidi kupamba moto, kwani mbali na operesheni za ulinzi wa anga, vikosi vya Irani vilianzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyolenga maeneo kadhaa yenye umuhimu mkubwa wa kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi, ndege za mashambulizi zisizo na rubani pamoja na makombora ya usahihi zililenga malengo kadhaa, ikiwa ni pamoja na maeneo ya kijeshi karibu na Tel Aviv, kituo cha rada cha Miron kinachodhibiti ufuatiliaji wa anga katika eneo la Al-Quds, Jerusalem, vituo vya kijeshi vya Marekani katika Elbir nchini Iraq, pamoja na kambi ya kijeshi ya Camp Al-Adir nchini Kuwait. Mashambulizi hayo yaliarifiwa kusababisha uharibifu mkubwa katika miundombinu ya ufuatiliaji wa anga na mifumo ya mawasiliano ya kijeshi, hali iliyodaiwa kuvuruga uratibu wa operesheni za adui katika ukanda huo. Viongozi wa kijeshi wa Irani wamesisitiza kuwa hatua hizo ni sehemu ya mkakati wa kulinda mamlaka ya taifa na kujibu kwa uwiano mashambulizi na vitisho vinavyotokana kwa Marekani na Israeli. Kwa mujibu wa Teherani, operesheni hizo za kulipiza kisasi zimekuja kufuatia kile kinachoelezwa kuwa ni vita vya uchokozi vilivyoanzishwa na Washington na Tel Aviv mwishoni mwa wiki iliyopita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, kwani katika siku za hivi karibuni vikosi vya Irani vimekuwa vikifanya mashambulizi ya mfululizo dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na malengo ndani ya maeneo yanayodhibitiwa na Israeli. Kwa watazamaji wa mambo ya kimataifa, matukio haya yanaashiria kupanda kwa kasi kwa mvutano wa kijeshi katika eneo la Asia Magharibi, huku Irani ikionekana kutuma ujumbe wa wazi kwamba anga lake halitakuwa uwanja wa majaribio ya nguvu za kigeni. Kwa sasa, macho ya dunia yanaelekezwa katika eneo hilo,
huku wachambuzi wakihofia kwamba kila shambulio jipya linaweza kusukuma mgogoro huu kuingia katika sura mpya yenye hatari zaidi kwa usalama wa kimataifa.